Mathayo mtakatifu sura 27. Mathayo mtakatifu sura 27 mstari wa 62 mpaka wa 66. Mathayo mtakatifu sura ya 27 mstari wa 62 mpaka 66. 62 mpaka 66. Ni story ambayo ni nzuri na tunawahi kusikia, lakini tunaweza tukaisoma vizuri. Maandiko yanasema hivi: hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wakamwiba na kuambia watu, amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na ni sura ambayo tumekuwa tukifahamu kwamba ni kweli Yesu alikufa siku ya Ijumaa, na siku ya Jumamosi watu wakaanza kukaa vikao kuangalia kwa namna gani ambavyo wanaweza kulinda lile kaburi ili kile ambacho kimekusudiwa kisiweze kutimia. Sasa swali ambalo nataka tudiscuss kwa dakika hii chache lina kichwa kinachosema, unasema nini juu ya kesho yako? Unasema nini juu ya kesho yako? Ndilo swali pekee ambalo nataka tulitazame kwa dakika hizi chache. Unasema nini juu ya kesho yako? Unasema nini juu ya kesho yako? Watu wa Mungu, katika jioni hii ya leo nataka niwaambie kitu kimoja ambacho ni cha tofauti sana na ambacho nataka ujaribu kukifikiria sana. Pamoja na kwamba ilikuwa ni ahadi ya kwamba Yesu atakufa, atakuja duniani, atakufa mpaka msalabani, na mwisho siku atazikwa, na siku ya 3 atafufuka, lakini nataka nikuhakikishie kwamba kufufuka kwake kulikuwa kunamtegemea Mungu kabisa, ni sahihi kabisa, lakini pia kuna wakati kulikuwa kunategemea ni nini yeye kama Yesu Kristo anakitamka kwanza. Amina, watu wa Mungu. Ni nini yeye alikuwa anakitamka kwanza kabla hajafariki? Ukiangalia katika hii mistari ndio kusomea, utaona kitu cha ajabu sana. Utaona kwamba wale wakuu wa makuhani na Mafarisayo kuna muda walianza kukumbuka maneno ambayo Yesu alikuwa anayataja mara kwa mara. Jamani, mimi nitakufa, lakini siku ya 3 nitafufuka. Nitakufa, lakini siku ya 3 nitafufuka. Na maandiko yako wazi kabisa kwamba alisema maeneo mengi. Kwa mfano, ukisema katika kile kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 33 mpaka 35, unaona wazi kabisa, maandiko yanasema wazi kabisa pale. Anasema, jamani, mimi ninaenda kufa, naenda Yerusalemu, kule nitasulubiwa, nitapitia mateso mengi, lakini baada ya siku ya 3 nitafufuka. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba mara nyingi sana alipokuwa hata kwenye mlima kule, wakati anabadilika, alisema kitu hicho tu, jamani, nitateseka lakini nitafufuka. Sasa kitendo kile cha kusema mara kwa mara nitafufuka, wale wakuu wa makuhani nao wakawa wamekidaka, wakasema kwamba yumkini huyu mtu ana ujanja fulani hivi, ngoja tutengeneze namna ya kuzuia kile ambacho amekuwa akikitamka mara kwa mara kisitokee. Kristo asifiwe. Sasa nataka, kabla sijaanza kutaja kitu ambacho nataka kiseme mahali hapa, nataka tuangalie hichi kipengele tu cha kwanza cha kwamba hawa wakuu wa makuhani walikaa wakaenda kwa mfalme Pilato, wakaomba ulinzi wa kaburi la Yesu ili kile alichokuwa akitamka mara kwa mara kisitokee. Watu wa Mungu, moja ya kitu ambacho saa zingine kama Wakristo tumekuwa tukipata masononeko mengi na tumekuwa tukihuzunika sana, hasa pale Mungu anapotusemesha
au tunapokiriwa vitu vingi ni kutokujua kwamba unapokiriwa vitu vyema kuna watu wabaya ambao pia wanasikiliza hayo maneno. Amina, watu wa Mungu. Kuna watu wabaya ambao wanasikiliza hayo maneno. Tunaweza tukaona kabisa wakati labda ukiwa mdogo kuna maneno labda mchungaji alitamka juu yako, lakini ukiyatazama kwa kweli, mbona haya maneno kama hayatimii kabisa? Kristo asifiwe. Kuna mahali umeenda kabisa, unaona watu wanakutamkia mema. Mara nyingine unaweza kukuta huko ofisini watu wanakutamkia mema. Kwa kweli wewe baada ya muda utapandishwa cheo. Baada ya muda ninakuona utaenda wizarani. Baada ya muda utakuwa ofisi kuu ya rais. Baada ya muda utakuwa ofisi. Ni maneno mazuri kabisa. Amina, watu wa Mungu. Lakini nataka nikwambie kuna watu pia wanayasikia. Kwa sababu huyu Yesu yeye alikuwa anatamka tu kwamba jamani nitafufuka. Lakini kuna watu pia walikuwa wanasikiliza hayo maneno. Huyu jamaa atakuja kufufuka hapa alafu atutie aibu sisi tuliomsulubisha. Kristo asifiwe. Sasa watu wengi wamekuwa wakitamka maneno, wakitamkiwa maneno mazuri. Kuna saa mpaka wanaanza kujiona kabisa, kwa kweli mimi nimehamishwa ofisi, nimepelekwa ofisi kubwa mahali sehemu fulani, kwa kutamkiwa na watu ambao wapo majirani zangu na ndugu zangu na sehemu fulani, kutokana na uwezo ambao wameuona. Lakini baada ya muda wanakuja kushangaa yale maneno hayatimii. Kristo asifiwe. Unaanza kuuliza, mbona nilipokuwa mdogo watu walikuwa wananitamkia vizuri? Nilipoanza hii ofisi kila mtu alianza kunisifia, akasema kwa kweli wewe sio, kwa jinsi unavyofanya kazi wewe ni wa kupangiwa wizarani, wewe sio wa hapa. Kila mtu anakusifia, lakini kadri unavyozidi kwenda unaona yale maneno hayatimii. Ni kwa sababu ambayo tunaiona katika mstari ambao tumeusoma mahali hapa, kwamba wako watu ambao wanasikiliza hayo maneno ambayo yamepangwa kabisa kuja kutimia katika maisha yako, nao wanatengeneza zengo, wanafanya kila namna kwa ajili ya kuhakikisha yale maneno ambayo Mungu ametamka kwa ajili yako hayatimii. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa Nachotaka tuangalie kitu kimoja, ni kitu gani maneno unayotamka yanaweza kufanya. Amina, watu wa Mungu. Kitu gani maneno unayotamka yanaweza kufanya? Tujaribu kufikiri. Yesu kwa mfano, angeamua tu kukaa kimya bila kusema kwamba jamani nitafufuka. Mimi naamini kama Yesu asingekiri mara kwa mara kwamba nitafufuka, angeweza pakatokea changamoto kubwa sana. Yumkini Mungu angetumia nguvu nyingi sana kumfufua. Amina, watu wa Mungu. Lakini mara kwa mara alikuwa anatamka nitakufa, nitafufuka, nitakufa, nitafufuka, nitakufa, nitafufuka. Ametamka mara kwa mara kiasi cha kwamba mpaka Mungu wakati anataka kulitimiza lile neno haikuwa nguvu sana, alifanya tu kitu kidogo na Yesu mwenyewe akafufuka. Sasa tuangalie pointi za kwanza, kitu gani ambacho kinafanywa na maneno. Jambo la kwanza ambalo tunaliona mahali hapa inasema kwamba maneno unayosema yanaweza kukuinua au kukuangamiza. Maneno unayosema yanaweza kukuinua au kukuangamiza. Maneno unayosema yanaweza kukuinua. Cha Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Tuangalie kitu kizito mahali pale. Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Mithali sura ya 6 mstari wa 2 ni mstari ambao tumekuwa tumeisikia mara kwa mara. Maandiko yanasema hivi: basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tunaona wazi kabisa hapa kuna jambo kubwa na la ajabu liko mahali hapa wazi kabisa, ya kwamba huyu mtu alikuwa ametegwa. Kuna mtego umewekwa mahali hapo, na ulikuwa umemtega tu kwa sababu kitu atakachoongea kitakuwa kama ni kitego kwake.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na ukisema wazi kabisa, ukisoma kwa mfano Mathayo sura ya 22 mstari wa 15, Mathayo sura ya 22 mstari wa 15, maandiko yako wazi kabisa, wa Mafarisayo walienda kwa Yesu ili wapate kumtega kupitia maneno yake. Maana yake kuna watu kabisa wanajipanga kabisa, wanakuja kwenye maisha yako kwa ajili tu ya kukutega kile unachoongea waweze kupata kosa la kukushtaki mahali fulani. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa maneno yanaweza kabisa kukuinua au kukuangamiza. Na tunaona wazi kabisa Yesu alitumia hekima nyingi sana katika kuongea, kwa sababu alikuwa anaweza akategwa akaanguka alafu akajikuta huduma yake imeishia mahali pale kabla ya muda. Kuna wakati tunaona wazi kabisa Yesu akaona kabisa kwa kweli kwa jinsi ambavyo maneno yako mahali hapa, akaamua kuto kuyajibu baadhi ya vitu. Akawatazama watu akakaa kimya. Kuna baadhi sehemu zingine akawajibu. Ninachotaka nikwambie kwamba kuna muda ambao maneno yanaweza yakatumika kwa ajili ya kukutega na yakakufikisha mahali pengine. Pointi ya pili ambayo nataka tuangalie mahali hapa, maneno yanaweza umba unachosema. Maneno yanaweza kuumba unachosema. Maneno yanaweza kuumba unachosema. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 57. Isaya sura ya 57 mstari wa 19. Maneno yanaweza umba kile unachosema. Maneno yanaweza umba kile ambacho unachosema. Isaya 57 mstari wa 19, maandiko yanasema hivi: mimi nayaumba matunda ya midomo, amani amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tunaona wazi kabisa kwamba neno la Bwana linasema wazi kabisa kwamba Mungu anayaumba matunda ya midomo. Maana yake unaweza ukaongea tu kitu cha kawaida. Kristo asifiwe. Ukaongea kitu cha kawaida kabisa. Maandiko yanasema Mungu anaenda kuumba kile ulichokiongea. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anasema nitafufuka siku ya tatu, Mungu aliingia kazini kwenda kuumba lile neno la kwamba atafufuka. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ukisema kwamba mwakani, na hichi ni kitu ambacho watu wengi sana wanakichukulia kwa kawaida, lakini wanaweza wakifanyia mazoezi. Ukasema mwakani nitaanza kujenga. Katika ulimwengu wa roho, yale maneno yanachukuliwa na yanaanza kuumbwa. Amina, watu wa Mungu. Yanachukuliwa kabisa na yanaanza kuumbwa. Na yanaumbwa kama matunda. Sasa na Biblia hapa iko wazi kabisa, yanaumbwa kama nini? Matunda. Maana yake matunda siku zote tunafahamu kabisa huwa yana hatua za ukuaji. Kuna siku linakuja kama ua, baadaye linaanza kuchanua tunda dogo, baadaye linakuja linakuwa tunda kubwa mpaka linakuwa limeiva. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa watu wengi sana wanasahau hichi kitu kimoja cha msingi. Unaposema neno mwakani nitaanza kujenga, alafu ukafika katikati ukasema mimi nijenge nini? Mwanzoni uliposema mwakani ninaanza kujenga, matunda yalianza kutokea. Amina, watu wa Mungu. Yalianza kutokea kabisa. Lakini tunafahamu embe haliivi kwa siku moja. Amina, watu wa Mungu. Ndio maana hata Yesu alijua kwamba atafufuka, lakini hakusema mara moja kwamba atafufuka. Alikuwa anasema mara kwa mara, nitafufuka, 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 mpaka wale Mafarisayo wakagundua huyu jamaa amesema sana, asije akafufuka kweli. Tunaenda sawa sawa? Sasa uliposema mara ya kwanza, ya pili, lile tunda likaanza kuiva, alafu ghafla ukabadilisha usemi wako, unaenda kuharibu yale matunda ambayo yalikuwa yameanza. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Ndio maana saa zingine watu ambao wamekaa katika huduma za deliverance na maombezi wao wanafahamu, kuna saa unawaambia watu kiri ushindi. Amina, watu wa Mungu. Kiri ushindi mara ya kwanza. Kiri ushindi. Endelea kukiri ushindi, endelea kukiri ushindi, endelea kukiri ushindi. Lakini mtu baada ya muda anaona mimi nimeshinda kweli, anashangaa, anaachana na ule ushindi, anarudi. Kuna dada mmoja ambaye tulikuwa tunaomba naye kipindi fulani, alikuwa anaumwa sana vidonda vya tumbo. Anaumwa mno sana.
Tukaomba naye Bwana. Tunamshukuru Mungu, akapona kabisa, akapona. Na kwa neema ya Mungu, baada ya siku kama 3 akaenda hospitalini akafanyiwa kipimo. Wale wanafahamu kuna kipimo kabisa wanakichukua kwa ajili ya kupima vidonda vya tumbo. Kipimo kizito kabisa. Wakamfanyia, wakasema nini kimetokea? Mbona umepona kabisa? Sema bwana, inawezekana nilipoenda kule kanisani waliniombea. Sema basi nakuambia hongera. Sasa aliporudi, kitu cha kwanza ambacho tulikuwa tunamsisitiza, jitahidi sana usikubali kukiri kwamba unaumwa tena. Amina, watu wa Mungu. Jitahidi sana usikubali kwamba unaumwa tena. Sasa angalia kilichotokea. Watu wa Mungu, unajua shetani huwa hawezi kukuingia mpaka umekiri kitu fulani. Akarudi nyumbani kwenye familia yake. Aliporudi kwenye familia yake, mtu mmoja, kulikuwa na dawa ambazo zimebaki kabisa, zile ambazo hazitumiki muda mrefu. Ghafla mume wake akaanza kupiga kelele, hujatumia dawa, una wiki ya pili. Kwa nini hujatumia dawa? Sasa mimi nimeombewa bwana, nimeombewa. Hapana, hamna kitu kama hicho. Nini, ugonjwa ni wa kurithi? Si ugonjwa wa kurithi? Mama alisema ndio. Akampigia simu mamake naye akampigia binti, huo ugonjwa hatuponagi, huo ugonjwa ni wa kwetu, ni ugonjwa wa kwetu. Ambia kunywa hizo dawa bwana, si unakumbuka tulipata shida kubwa sana. Kumbuka ameshatoka mpaka hospitalini, amepima, yupo okay, baada ya kipindi yuko vizuri kabisa. Ila sasa katika ile hali ya kurudi sasa nyumbani kwa ajili ya kuendelea na familia yake, ndipo mambo yakaanza vitu vingine. Mwisho wa siku, baada ya kuona vurugu imekuwa kubwa sana, akasema sawa mama, na mimi ninaumwa. Kwani shida ni nini? Akamjibu tu kawaida, sawa mama, na mimi ninaumwa. Halafu akafikiri kwamba atabaki kawaida. Usiku akaanza kusikia tena tumbo linauma. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa jiulize, mtu ambaye alikuja anaumwa vizuri, akaombewa vizuri, akapona vizuri, akaenda baada ya siku 3 akapima, akawa yuko vizuri kabisa, wakasema umepona. Akakaa wiki moja, baadaye akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, wakamtengenezea namna ambavyo akakiri kwa kinywa chake kwamba bado anaumwa, na ule ugonjwa ukarudi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ndio maana nakwambia Mungu anaumba matunda ya midomo yetu. Jambo lingine ambalo nataka kuliangalia, jambo la 3 ambalo nataka kuliangalia mahali hapa, usipuuzie maneno yanayorushwa kwako. Usipuuzie maneno yanayorushwa kwako. Watu wa Mungu, kuna saa maneno mazuri yanaweza kurushwa kwako, na kuna saa maneno mabaya yanaweza kurushwa kwako. Watu wengi sana huwa tuna imani nzuri kabisa, tuna imani kabisa kwamba watu wakikutamkia mema mambo yanatokea. Amina, watu wa Mungu. Wakutamkia bwana, wewe kwa kweli unafaa kuja kuwa mchungaji, unayafurahia hayo maneno. Amina. Na saa zingine huwa unayachukulia tu kwamba ni kawaida tu ametamka. Lakini pia nataka nikwambie, kuna saa watu wanaweza kukutamkia maneno mabaya. Hapa sijakiona hichi kitu katika huu mji, lakini kule mjini kuna kitu ambacho ninakiona ambacho si cha kawaida, hasa kwa wale wafanyabiashara ambao wana frame. Amina, watu wa Mungu. Anaweza akaja kichaa, akasimama tu kwenye duka lako, akaanza kulilaani. Ushaona kitu cha namna hiyo? Anaanza kulilaani tu duka. Utafunga biashara wewe, unisaidie, utafunga biashara, utarudi kijijini. Utafunga biashara, utarudi kijijini. Utafunga biashara. Sasa wewe ukiangalia huyu ni kama ni nani? Ni kichaa. Kwa hiyo hauzingatii. Tunaenda sawa sawa. Baada ya muda anaondoka. Kesho anarudi tena. Utafunga biashara, utarudi kijijini. Utafunga biashara, utarudi kijijini. Utafunga biashara, utarudi kijijini. Sasa kwa sababu ni kichaa, hauzingatii. Nataka nikwambie kwa nini nakueleza mfano, kwa sababu ni vitu vimetokea mjini. Nimeona baadhi ya watu frame wamefunga. Mnapoenda nao kwenye maombi, ndio wanaanza, nafsi zinaanza kuinuka za watu wengine kwamba kuna tulituma mtu wetu kwa ajili ya kulifunga hiyo biashara yako, lakini yeye akaona kwamba ni maneno ya kawaida. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ndio maana nakwambia usidharau sana maneno yanaporushwa kwako. Kitabu cha Hesabu sura ile 22, Hesabu sura 22 mstari wa 6, tunaona wazi kabisa kulikuwa na mtu mmoja. Naomba tusome huo mstari, Hesabu 22 mstari wa 6. Hesabu 22 mstari wa 6 ni mstari mzuri kabisa. Maandiko yanasema hivi, ukisoma kuanzia pale juu, akasema basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beori hata Pentori ulio kando ya mto mpaka wa nchi,
mstari anasema sasa, basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana anajua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Kristo asifiwe. Yaani fikiri mfalme, hiki ni kitu ambacho kinanifikirishaga sana. Fikiri mfalme anafunga safari, anaenda kutafuta mtu, anasema kwa kweli huyu mtu nataka unikutumie wewe kwenda kuililaani taifa la Israeli. Ukishalilaani taifa la Israeli, mimi ndipo nitaenda kupigana nao. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Hichi kitu nimekiona sehemu zingine. Najua kuna wafanyabiashara wengine huwa mnafanya kitu kama swala la tenda. Amina, watu wa Mungu. Mnabadilishana, mnakuta mna apply tenda kwa ajili ya biashara mbalimbali na vitu mbalimbali. Sasa kuna watu ambao wao kabla hawajaja kwenye tenda, huyu mfalme anaonyesha kitu kimoja. Alikuwa anatamani kupigana na Israeli, ana vifaa, ana kila kitu, lakini hakwenda kupigana nao. Kitu cha kwanza alichokitaka, alitaka awalaani kwanza. Wakishalaaniwa ndo aje apigane nao. Nimeona hivi tu, kwa mfano watu wanapoingia kwenye biashara, kwenye tenda, unakuta kuna watu wanaenda kwa waganga, wanaangalia washindani wao. Wanasema bwana, washindani wangu ni fulani fulani na fulani. Wanaanza kukulaani kule. Kristo asifiwe. Wanamlaani mtu, wanamlaani, alafu baadaye wanaenda kukusanya zile tenda zao. Watu wa Mungu, unashangaa, mbona nina vigezo vyote halafu bado nashinda? Ni kwa sababu ya hichi kitu ambacho nimekuonyesha, kitu cha mahali hapa, kwamba mtu kabla ya kwenda kupambana na wewe anakulaani kwanza. Akishakulaani, kwa sababu wewe umekaa kimya, haujui jinsi ya kupambana hizo vita katika ulimwengu wa roho, haujui kupambana nazo, jinsi ya kutangua hayo maneno, umekaa kimya, unakuja tu kama kawaida ukitumia uwezo wako wa kawaida, halafu nashangaa mambo hayaendi. Vigezo vyote ninavyo, lakini bado ninafeli. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kuna mtumishi mmoja hapo anaitwa, ukisoma ile Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 43. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 43 ni mstari ambao pia na wenyewe huwa unanishangaza kitu kimoja, watu wa Mungu. Mahali pale kulikuwa na vita kati ya Goliati na wana wa Israeli. Amina, watu wa Mungu. Sasa nataka tujifunze kitu kimoja kwa Goliati. Goliati, pamoja na kwamba alimdharau Daudi, lakini kabla hajaenda kupigana naye, kuna kitu cha kwanza alikifanya. Alihakikisha anamlaani kwa miungu yake. Hakwenda tu kumpiga kwa sababu kwamba mimi nina mwili mkubwa, nina nguvu kubwa kuliko wewe jamaa, wewe jamaa ni huyu jamaa ipo kidogo hivi, ni mfupi hivi. Hapana, hakutumia hivyo vigezo. Mara ya kwanza alijua, lakini baadaye akabadilisha, akaanza kwanza kumlaani. Sasa tusome huu mstari wa 43 hapa tuone kitu. Tuangalie mstari wa 43 alafu tuone kitu ambacho kinatokea. Mstari wa 43 anasema, Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Kristo asifiwe. Sasa Daudi amekwenda kwenye uwanja wa vita. Kweli Goliati anaonekana ni mkubwa, lakini kabla Goliati hajaanza kufanya kitu, akaanza kumlaani kwanza Daudi. Na Daudi, kwa sababu alikuwa ameshatayarishwa na Bwana, akajua cha kufanya. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Akajua kitu gani cha kufanya. Sasa ukisoma mstari wa 40 mstari ule wa 45, maandiko yanasema hivi, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Kristo asifiwe. Mfilisti kamlaani kwa miungu yake, na Daudi naye akabadilisha vita, kwa sababu akagundua huyu sasa hatumii uzoefu hatumii tu kuki tena, ameshabadilika, anaanza kutumia miungu. Daudi naye akasema sasa, na mimi nabadilika, naanza kutumia Mungu wa majeshi.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa tunafahamu kilichotokea. Daudi alipotumia Mungu wa majeshi, silaha moja tu ilitosha kumuondoa yule pale Goliati mahali pale. Kitu gani watu wa Mungu ambacho nataka nikueleze watu wa Mungu? Usidharau sana, hasa katika kizazi hiki cha mwishoni, watu wa Mungu, hasa katika hizi siku za mwisho. Usidharau sana mtu anaponena maneno ya kukurushia wewe, ukayadharau kusema haya ni maneno ya kawaida. Usiyadharau. Saa zingine unaweza ukaamua kutokuyakataa mbele yake, lakini ukiwa mwenyewe yakatae katika ulimwengu wa roho. Kristo asifiwe sana. Lakini jambo lingine ambalo nataka nikuonyeshe mahali hapa, kabla sijakwambia kitu cha kufanya mahali hapa, ni kwamba fanya mazoezi. Sasa nataka tuanze kuangalia kitu kimoja cha msingi, afu tufanye kitu kimoja hapa, nikuonyeshe kitu kitakachokusaidia. Fanya mazoezi mara kwa mara ya kupunguza kuongea. Fanya mazoezi mara kwa mara, mtu wa Mungu, ya kupunguza kwa kuongea. Kwa sababu maandiko yanasema wazi kabisa, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na uovu. Maanake mtu akiwa anaongea sana ni rahisi sana kujikuta ameingia katika uongo. Katika kitabu kile cha Mithali sura ya 10 mstari wa 19. Mithali sura ya 10 mstari wa 19. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu. Maandiko yanasema saa zingine katika zile injili za Yesu Kristo, maneno yenu yawe machache, ndiyo na hapana. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa nini najaribu kusema hichi kitu, watu wa Mungu? Kwa sababu watu wengi kwa sababu ya kuongea sana wamejikuta wametegwa na wameingizwa kwenye mtego ambao hawakutegemea. Na kwa sababu walikuwa wanaongea sana watu. Sasa fanya mazoezi ya kutokuongea sana. Fanya mazoezi mara kwa mara. Kuna vitu ambavyo kwa kweli ukiongea sana vinaweza vikaharibika. Kuna saa ukisoma katika kitabu kile cha Luka sura ya 1, kwa sababu katika wingi wa maneno hapakosi uovu, ilimsababisha malaika Gabriel atoe adhabu kwa kuhani Zekaria kwa sababu ya kuongea sana. Kristo asifiwe. Akatoa adhabu ya kumfanya kuwa bubu, kwa sababu angeendelea kuongea ule muujiza usingetendeka. Amina, watu wa Mungu. Ule muujiza wa Elizabeth kuchukua mimba usingetendeka, kwa sababu huyu baba anaongea, tena anaongea katika nafasi ya kikuhani. Nafasi ya kikuhani hautaki kuongea sana, kwa sababu kila kitu kina nguvu juu yake unachokiongea. Ukiongea kitu kidogo kwa utaundani kina nguvu. Gabriel akasema hii nafasi huyu anaweza kusababisha huu muujiza usitokee kwa sababu tu ya kuongea mara kwa mara. Kristo asifiwe. Saa zingine tunapokuaga kule huwa tunatuaga zoezi. Watu wa Mungu, mojawapo ya njia ya kupunguza kuongea, jitahidi ufunge. Amina, watu wa Mungu. Wewe jitahidi ufunge. Jitahidi ufunge tu. Jitahidi kila wiki uwe na siku moja, siku mbili unafunga tu. Utaona kuna namna ambavyo unapunguza sana kuongea. Jitahidi tu ufunge mara kwa mara. Kuna vitu Mungu ataviondoa ndani ya maisha yako ambavyo havikuwepo mara kwa mara. Utajikuta mara kwa mara unapenda kufunga. Na unapokuwa kwa nia uongee, kwa sababu kwa nini unapoongea inakusaidia sana wewe pia kuweza kutunza sasa vile vitu ambavyo vinatokea. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukiangalia mahali hapa, muombe Mungu sana akupe hekima. Muombe Mungu akupe hekima. Muombe Mungu sana akupe hekima. Katika kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 16, ni mstari ambao tunaofahamu. Wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 16. Wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 16. Wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi: neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nataka tukiliangalia huu mstari kwa jicho la huduma ya ualimu. Neno mkifundishana limekuja baada ya hekima kujaa kwanza.
Amina watu wa Mungu. Maana yake kufundishana ni kwa sababu unaongea. Tunaenda sawa sawa. Unaongea, unatoa kile kitu ambacho umejifunza. Sasa Biblia inasema wazi kabisa, kabla ya kwenda kwenye kufundishana, hakikisha neno limejaa katika hekima. Kristo asifiwe. Ndio maana saa zingine huwa unawaeleza watu kabisa, haijalishi ni ofisini, usichukulie chochote, haijalishi ni ofisini, haijalishi ni nani, unapoitwa na bosi kwenda kuongea kitu chochote, tenga muda wako kumwomba Mungu akupe hekima. Hata kama ni maneno ya dakika 2, akupe hekima, kwa sababu huwezi jua unaweza ukawa umetegewa wapi. Sasa kwa dakika chache nataka tuangalie kitu kingine, jinsi ya kushinda sasa maneno mabaya ambayo umerushiwa. Jinsi ya kushinda maneno mabaya ambayo umerushiwa, mtu wa Mungu. Sasa jambo la kwanza ambalo natamani watu wa Mungu tulifahamu, maneno huwa ni roho, huwa hayafutiki hivi hivi, watu wa Mungu. Maneno yoyote unayoongea, ndio maana Biblia inasema kabisa, kila neno watu wanalonena wanadamu watalitolea hesabu. Hakuna neno lolote ambalo unalinena linapotea bure. Ukisema kwamba mimi siwezi, hilo neno nimekuonyesha mara ya kwanza linaumba kitu katika ulimwengu wa roho. Kwa maneno huwa ni roho kabisa na hayapotei. Sasa moja ya kitu ambacho unatakiwa ujifunze, kitu cha kwanza tujifunze kwa Daudi. Daudi alifanyaje aliporushiwa maneno ya laana juu yake? Na yeye alitamka maneno ya baraka wapi? Juu yake. Wakati Goliati anamlaani kwa Mungu wake, Daudi yeye akatamka baraka juu yake, alafu akarudisha pia kwa Goliati. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa kitu cha kwanza ambacho tunakiona, watu wa Mungu, jifunze mara kwa mara, kama kuna maneno yametamkiwa juu yako, unayafuta kwa damu ya Yesu Kristo, alafu unatamka maneno mapya. Unatamka maneno mapya. Nimekueleza hapo awali, kulimbuka tu vitu, kundi la vichaa wanasimama kwenye frame ya mtu, wakisimama mara 3, ninachokuambia unaweza ukafunga hiyo frame. Haijalishi una mtaji mkubwa kiasi gani. Wakisimama tu mara 3, wanasimama, unaona wananena kitu fulani, alafu wanaondoka. Sasa unaweza ukafikiri ni kichaa. Na baada ya hapo tunashukuru Mungu, makanisa yaliyokuwa pale yakagundua hicho kitu, na waombaji waliokuwa mahali pale wakagundua hicho kitu. Kwa sababu wako wafanyabiashara waliokoka wakaanza kufundishwa namna ya kuombea hicho kitu. Tuliona vitu vya ajabu kabisa. Kuna vichaa ambao unaona ni vichaa, wakifika kwenye baadhi ya maduka wanapiga kelele, wanaungua. Huyu ni kichaa kweli, unaungua sasa hivi ghafla na ulikuwa huwezi kuongea vizuri. Maana yake kuna roho nyingine iko wapi? Ndani yako. Lakini tu alikuwa akija anaimba, utafunga duka wewe. Anaimba, yani unaweza ukafikiri wimbo wa kawaida, kumbe ni anakurushia maneno ya laana juu yako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa unajifunza mara kwa mara kuyafuta hayo maneno, na unayafuta kabisa, unafuta na alafu unaandika maneno mengine. Lakini kuna kitu kingine ambacho natamani tujifunze, kitu kingine. Tafuta watu wenye baraka. Wakutamkie baraka juu yako. Amina, watu wa Mungu. Kuna watu ambao wameamriwa kuweka baraka juu yako. Kwa mfano, wachungaji, kuna namna ambavyo wameamriwa, wamepewa mamlaka na kanisa, lakini pia wamepewa mamlaka na Mungu mwenyewe, jinsi ya kuweka baraka. Hivi ndivyo utakavyo wabarikia watu wangu, kwa kuliweka jina langu juu yao. Tunaenda sawa sawa? Kwa kuna muda, ndio maana mimi kanisani nawaambia watu wa Mungu, hakuna kipindi cha muhimu sana kama kile kipindi cha baraka ya mwisho. Kile kipindi ukikitumia vizuri kina nguvu sana, kwa sababu ndicho kipindi ambacho jina la Bwana na baraka ya Bwana inawekwa juu yako. Ndicho kipindi ambacho inawekwa juu yako. Ukisoma Biblia pale tunaitumia baraka ya Mungu, kwa sababu kulikuwa na baraka ya Musa pia. Musa naye alikuwa jinsi ya kuweka baraka yake, lakini hatuitumii sana. Maana yake ile kwa Musa tunaweza tukajifunza kwamba watumishi, kila mtumishi kuna namna ambavyo ana baraka yake, lakini kuna baraka ya kikuhani ambayo ndio inatumika sana kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwabarikia watu. Kwa tafuta watu ambao Mungu ameweka mamlaka juu yao, wakubarikie. Kristo asifiwe. Umefungua biashara, mtu wa Mungu, umefungua kitu kipya, usione aibu
kuita viongozi wako wa kanisa waje waweke wakfu na wakutamkie baraka. Amina, watu wa Mungu. Usione aibu. Umepandishwa cheo, pamoja na kupandishwa cheo, mimi nilijifunza kitu hichi kikubwa sana ambacho kinaweza kisiwe kizuri sana kwa watu. Amina. Lakini mimi nilijifunza kuna tofauti ya kuombewa na kutamkiwa baraka. Sasa tunapenda kwenda kwa watumishi kutafuta maombi, ila ukiweza kumfanya akutamkie baraka ni muhimu zaidi kuliko maombi. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu maombi anaweza akaomba akamshukuru Mungu lakini sisi tunataka baraka. Maandiko yamesema hivi ndivyo utakavyoiweka baraka juu yao. Kwa hiyo saa zingine umepandishwa cheo ofisini, usijisikie vibaya. Njoo bwana kwa mchungaji, njoo kwa watumishi wako ambao Mungu amekuweka chini yao. Nimepandishwa cheo, ninaomba unitamkie baraka. Kristo asifiwe. Maombi ni kweli, akafanya maombi pale mwanzoni, lakini mchungaji, bado sijabarikiwa. Umeniombea, bado baraka. Tunaenda sawa sawa, bado baraka. Unajua ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, jinsi Isaka anavyombariki Yakobo, ungeshangaa sana. Yaani baraka ni unatamka, una decree. Tunaenda sawa sawa. Maombi ni unamwomba Mungu. Amina, watu wa Mungu. Maombi unamwomba Mungu. Kwa hiyo mchungaji akimaliza mkumbushe baraka bado. Ndugu zangu, Yakobo alikuwa yuko tayari kupigana kupata maneno ya baraka. Amina, watu wa Mungu. Ukimsoma vizuri kwenye Biblia kitabu cha Yakobo, kwenye kitabu cha Mwanzo, Yakobo alikuwa yuko tayari sana kupigana. Yale maneno ya mwisho ya malaika, yale maneno ya baraka ni ya muhimu sana. Kuomba sawa, tumeomba sana, lakini yale maneno ya kikuhani yakitamkwa juu yangu yana nguvu sana. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa watafute mara kwa mara, unapopandishwa cheo, unapoenda eneo jipya, unapoenda eneo la kazi, omba sana, watafute mara kwa mara waweze kukutamkia kitu cha kusema. Lakini kitu kingine ambacho nataka nikuonyeshe mahali hapo, jifunze kujua kipi cha kusema hadharani na kipi cha kusema sirini. Jifunze kujua kipi cha kusema hadharani na kipi cha kusema sirini. Tumeona wazi katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 27 mstari wa 63. Mathayo sura ya 27 mstari wa 63. Maandiko yanasema wazi kabisa, wakuu wa makuhani wakamfuata Pilato wakisema kwamba huyu mtu alisema kwamba atafufuka siku ya tatu. Wakaanza kumtengenezea zengo. Watu wa Mungu, destiny nyingi za watu, fursa nyingi za watu zimepotea kwa sababu mbili kubwa. Wanaongea sana watu wengi. Wanaongea, wanaziropoka katikati ya watu ambao si sahihi. Wewe umepata tu fununu kwamba kuna barua inakuja, barua ya kupandishwa kwako. Kuna barua inakuja ya wewe kupandishwa. Alafu ghafla unaanza kuongea. Ghafla unashangaa kile kitu kinafanyeje? Kinaondoka. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ni kitu ambacho kipo kibibilia, watu wa Mungu. Kuna muda kwa kweli, jifunze kukaa kimya kwanza. Subiri vitu viende. Chagua aina ya watu ambao unawashirikisha. Kuna watu wafuatilia tu, baada ya kushirikisha kitu unachokifanya, mambo yako yote yameharibika. Baada ya kushirikisha kwamba ninajenga sehemu fulani, ujenzi haujaisha mpaka leo. Na ulishirikisha tu watu wa kawaida. Sasa sikiliza, Yesu alikuwa na nguvu ya kushirikisha kwa sababu alikuwa na nguvu za roho za kutosha, na anamwamini mtu anayemwamini vizuri, anamwamini baba yake vizuri. Sasa wewe unajijua kabisa, kanisani saa zingine ni mpaka usisitize sana, maombi hauko vizuri sana, na unaongea sana vitu vyako. Ndugu zangu, ni ngumu sana saa zingine vitu vyako kutimia kwa sababu umeviongea mno. Watu wanaweza wakakufanyia figisu kwa namna hii kama ambavyo tumeiona mahali hapa, ukajikuta kwamba vitu ambavyo ulivikusudia kwamba vingekuwa vyema, vile vitu vyote vikaondolewa katika maisha yako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini unaona kabisa
Kuna watu ambao sababu nyingine ambayo unaona watu kabisa vitu vyao saa zingine havitokei baada ya saa zingine ya kuongea, ni kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho nimejifunza sana katika Biblia. Kuna watu ambao pia wanaweza wakainuka wakakitolea sadaka kile walichokisikia. Akainuka kabisa akakitolea sadaka kile alichokisikia, kwamba kisitokee ndani yako. Sasa ndio maana ni vizuri sana unapotamkiwa maneno mema, jifunze kuyapokea na ukaambatanisha na sadaka yako pia. Umetamkiwa Bwana, kuna fursa kubwa inakuja mbele yako. Umetamkiwa Bwana, kuna kuinuliwa. Umetamkiwa Bwana, kuna nini kinakuja mbele yako. Jifunze kuchukua sadaka pia na wewe kuiweka madhabahuni. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa sababu kuna ambao wanachukua sadaka wanaenda kutoa. Sina muda kukuonyesha kitu hicho kimoja. Kuna saa kilitokea katikati ya wana wa Israeli, na Musa akaona hicho kitu. Musa akasimama akasema, Mungu, kitu cha kwanza naomba nazikatalia sadaka zao mbali. Kwa sababu aligundua akiomba anaona kunakuwa na upinzani mkubwa kutoka kwa kina Kora kwa sababu ya sadaka walizozitoa. Kwa kitu cha kwanza naye Musa akabadilika akasema, ninazikatalia mbali sadaka zao zote walizowahi kuzitoa. Baada ya kuzikatalia mbali zile sadaka, Musa akatamka sasa maneno yake. Ndio yale maneno ya Musa yakaweza yakafanya kazi, ardhi ikaweza ikapasuka na ikawameza wale kina Kora. Lakini bila hivyo ilikuwa ni ngumu kuwafanya kitu kina Kora. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kuna watu unaweza unapambana nao kimwili, lakini wao wanaenda wanatoa sadaka ili wewe usifanikiwe. Na niseme kitu kimoja ambacho kwa bahati ambayo sisemi ni nzuri. Moja ya kitu ambacho bado Wakristo hatuko vizuri sana ni kuchanganya sadaka na maombi. Bado hatujapata kule shuleni wanasema chemistry nzuri. Hatujaweza kutengeneza mfumo mzuri wa kuvichanganya hivi vitu. Lakini nataka nikwambie, ulimwengu wa giza wanafahamu hiyo siri. Wanaposikia kwamba kuna kitu fulani kinakuja mbele yako, wao wanaweza wakasimama na wakainua sadaka kwa ajili yako kabisa. Kwa mfano katika hiyo kitabu cha Hesabu sura ya 22, mtu alikuwa yuko tayari kabisa kuinua sadaka ili mtu asifanikiwe, ili mtu asipite hiyo njia. Imagine, yani unapita tu hii njia tu kupita, sio kwenda kuwateka wao, unapita tu njia kwenda mahali pengine. Mtu yuko tayari kutoa sadaka, wewe usipite mahali hapo. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Ndio maana mara kwa mara nitawakumbusha mara kwa mara watu wa Mungu, usitoe sadaka kabla haujaiombea vizuri. Kwa sababu ile ni maneno, watu wa Mungu. Ni maneno. Na kwa mfano kesho tunajua ziko sadaka ngapi. Amina, watu wa Mungu. Makanisani tunatangaziwa, watu wa Mungu. Kwa hiyo usiku wa leo katika sala ya usiku, moja ya kitu ambacho unatakiwa ukitaje, Mungu, kesho nitakapokutolea ninaombi 1, 2, 3. Unaenda unazitoa sadaka za namna hiyo. Watu wa Mungu, ukifanya kwa namna hiyo, kuna matokeo makubwa sana utaanza kuyaona, na utaona Mungu akifanya kitu kingine ambacho kikubwa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa mtu wa Mungu, kama Yesu alitamka wazi kuanzia mwanzo kwamba nitafufuka, na wewe unaweza ukaanza kutamka wazi kwa habari ya maisha yako sasa hivi. Amina, watu wa Mungu. Ni kitu gani ambacho kwa kweli unakitazamia na unatamani Mungu akifanye kwenye maisha yako? Okay? Ni kitu gani ambacho unakitazamia katika labda uchumi wako, ambacho unatamani Mungu akifanye? Unaweza ukaanza kukitamka kuanzia sasa hivi. Kristo asifiwe. Unaweza ukaanza kusemesha duka lako kabisa wazi, mistari kabisa. Unaweza ukaisemesha duka lako kabisa, ninawaita wateja mahali hapa. Amina, watu wa Mungu. Unawaita kwa sababu Yesu alikuwa hajafa, anasema nitafufuka. Na kesho kuna mstari mmoja tutasema, malaika aliwaambia hivi. Mstari huo unanifurahishaga sana, tusome mstari mmoja ambao unanifurahishaga pia, kwamba malaika wenyewe wanajua kilichomfufua ni kwa sababu alisema kwamba atafufuka. Asingesema kwamba atafufuka, sijui hapo ingetokea nini. Lakini Mathayo 28
Mathayo 28 mstari wa 6. Huu ni mstari ambao tunauona kwa kuanzia siku ya kesho. Utaona kuanzia ule mstari wa 5. Malaika anasema, malaika akajibu akamwambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Kristo asifiwe. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu ni kwa sababu kuna kitu alikuwa amesema. Kwa hiyo kuongezeka wateja kwenye biashara yako ni kwa sababu kuna kitu umefanyaje? Umesema. Kristo asifiwe. Kupandishwa cheo ofisini kwako ni kwa sababu kuna kitu umesema. Usiposema mara kwa mara hakitotokea hicho kitu. Amina, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nataka tuende kuingia katika maombi kwa dakika hizi chache ambazo tunazo mahali hapa. Tuingie katika maombi kwa dakika chache ambazo tunazo mahali hapa. Twende mbele za Mungu. Cha kwanza, tukatae maneno yoyote yale ambayo tumerushiwa. Mahali popote pale tumerushiwa, mahali popote pale. Saa zingine unarushiwa maneno, unayachukulia poa, unasema mimi kazi ni kuyapokea tu, lakini yale maneno yanafunga maisha yako. Lakini tukishamaliza mahali hapo, tunaanza kutamka vile vitu ambavyo tunavitaka. Amina, watu wa Mungu, tunavitaka kama alivyosema Yesu atafufuka, na nakwambia kesho anafufuka. Of course hivi ameishi ni kwa sababu ni Pasaka tu, lakini kwa sababu alisema atafufuka, na sisi tunaanza kusema tunataka nini, unavitamka mara kwa mara, unaendelea kurudia, unavitamka mara kwa mara, unarudia mpaka vinatendeka. Amina, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Nasema Kristo asifiwe. Naomba tusimame sasa.